Utii, ikiwa ni kipindi na siku ya tatu tunapokwenda kuhitimisha katika somo hili. Liko jambo kubwa tunalokwenda kulisema pia siku hii ya leo. Kama ni mara ya kwanza unatufuatilia katika chaneli hii ya MG Studio, unaweza kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili video zetu tutakapoziachilia kuziachilia mtandaoni ukawe wa kwanza kuzipata video hizo. Asante kwa kuwa mtazamaji, asante kwa kutufuatilia na kwenda moja kwa moja katika utangulizi, nikikupitisha katika hatua tulizopita kwa vipindi vilivyopita, lakini pia tukienda kuhitimisha katika siku ya tatu na kilele cha semina yetu ya siku tatu, mambo yanayojenga utii, ikiwa title kuu au kichwa kikubwa cha neno ni utii wa kweli. Lakini tumepita mara ya kwanza katika utangulizi, tukapita siku ya pili katika faida na hasara, lakini siku ya leo tupo kuhitimisha katika haya mambo ambayo yanajenga utii. Je, ni vitu gani ambavyo vitakupa wewe uwe mtii? Je, namna gani utajitahidi kuwa mtii? Ukiyafuata mambo haya unaweza ukapata utii katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuwa mwaminifu na anakwenda kutufundisha sawasawa na mwongozo wa Roho wake Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tukiwa tunaanza kabisa hatua ya kwanza au jambo la kwanza ambalo ni jambo nyeti sana ambalo linasaidia watu wapate utii, ambao utii huo ni utii kwa Mungu. Na narudia tena, kuna utii wa aina nyingi, utii wa mamlaka, lakini hapa tunazungumza juu ya utii wa Mungu, utii wa kumtii Mungu mwenyewe, Yesu Kristo. Lakini tunapomtii Yesu Kristo au tunapomtii Mungu, tunapoitii sheria ya Kristo, je, tunawezaje kumtii? Kwa kufuata mambo haya. Nitakupitisha katika mambo matano, nikianza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza kabisa ni upendo kwa Mungu. Upendo kwa Mungu. Biblia inasema katika kile kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Na kurudisha katika hatua ya mwanzo kabisa tunapoanza katika semina hii, nilikwambia hatua mojawapo ya kujitahidi kupenda Mungu, hatua mojawapo na aina mojawapo ya upendo ni aina mojawapo ya utii ni ile utii kwa sababu ya upendo. Kuna aina 4 za utii, lakini nilikupitisha pia katika aina ile ambayo ni aina ya utii kwa sababu ya upendo. Unatii kwa sababu kuna gharama mtu huyu ameilipa kwenye maisha yako. Unatii kwa sababu usipotii anaweza akakunyang'anya kitu chochote alichokupa. Unatii kwa sababu alikupenda, alikufa msalabani kwa ajili yako. Kumbe ukijua kwamba Mungu alitupenda au ukielewa upendo wa Mungu kwa ajili yetu, automatic utajijengea utii ndani yako. Fundisho: utii wa kweli huzaliwa na upendo, si kulazimishwa. Utii wa kweli hautokei automatic, unazalishwa na upendo. Upendo ndio unaozaa utii wa kweli. Bila upendo kuna utii wa unafiki, na makanisa sasa tumejawa utii wa unafiki kwa sababu hawana upendo. Wanatii kwa audience, wanatii kwa nyakati, wanatii kwa location. Hawana ule utii wa kweli kwa Mungu, hawana ule utii wa kudumu kwa Mungu. Kisa na mkasa, wamekosa kuelewa upendo wa Mungu, wamekosa kuelewa upendo wa Mungu kwetu. Ukiuelewa upendo wa Mungu, automatic, kawaida, utajijengea kuwa mtiifu. Lakini katika jambo la pili ambalo litatusaidia sisi kuwa watiifu kwa Mungu ni kumcha Mungu. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndiyo impasavyo mtu. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Katika Yohana tumesema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini utii unaanzia kwenye upendo. Pia hata baada ya kumcha ni kiwango cha juu cha upendo. Unanyenyekea kwa Mungu. Kumcha Mungu kunajenga utii kwa namna gani? Hofu ya Mungu ni msingi wa maisha ya utii. Biblia inasema katika kitabu kimoja, inasema hata mashetani na mapepo wanamfahamu na wanamuogopa, kiasi cha kwamba hata wanatetemeka mbele zake, kiasi cha kwamba hata
tunatetemeka mbele zake. Lakini ukiangalia katika jamii ya sasa, ni wangapi tunatetemeka mbele za Mungu? Ni wangapi tunamtii Mungu kiasi cha kutetemeka? Biblia inasema hamjui kwamba hata nguvu za hata wakuu wa giza, hata mapepo, hata wachawi wanamjua na wanamtii kiasi cha kuogopa na kutetemeka mbele zake. Lakini tumejaza watu ambao hawataki kumcha Mungu, hawana hofu yoyote ya kumwogopa Mungu, ya kumhofu Mungu, na wameishi na Mungu kwa ukawaida, na wakifikiri bado wanakuwa na utiifu mbele yao. Na kuhakikishia hakuna utii ambao unakosa hofu. Automatic ukimtii mtu lazima utamuhofu, lazima utamhofu. Mungu awabariki sana. Tunakwenda katika point namba 3. Je, nitawezaje kuwa na utiifu? Nitawezaje kujijengea utiifu? Mimi ambaye nimekuwa mpuuziaji wa mambo mengi, mimi ambaye nimekuwa mtu wa aina fulani, ambaye nimejikinai mwenyewe katika hali ya kawaida, nimekuwa mtu wa kujiona nimekamilika, nimekuwa mtu. Je, nitawezaje? Aina namba 3 na jambo namba 3 ni kuwa neno la Mungu linajenga utii. Kusoma neno la Mungu, kwa kupitia neno la Mungu utakujengea ukuu, utakujengea utii. Yes. Kwa nini utakujengea utii? Naomba nikupitishe katika baadhi ya mambo ambayo ukiyakumbuka kwenye Biblia yanakupa kuogopa na kukuhofisha. Mungu kumbe ni mkubwa namna hii. Biblia inasema katika Zaburi 119 mstari wa 1, moyoni mwako nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Nitamtenda dhambi ikiwa neno la Mungu halipo ndani yangu. Neno la Mungu likiwa ndani yangu, automatic nitamtii Mungu. Hebu nikwambie jambo hili. Ni wengi baada ya kuona stori ngumu kwenye Biblia na maajabu makubwa kwenye Biblia, ya kuvushwa kwa wana wa Israeli, ya kumezwa kwa ardhi kwa wana wa Israeli, ya kupona wakina Shadraka na Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, ya kupona wakina Danieli kwenye tundu la simba, ya kuvushwa na ya kutembea juu ya maji kwa Yesu Kristo, ya kuokolewa katika boti ambayo ilikuwa inaenda kuangamia kwa sababu ya gharika walipokuwa wanafunzi na Yesu Kristo. Baadhi ya maajabu mengi yaliyosemwa kwenye Biblia, ya kujazwa mapipa na mapipa ya mafuta kwa yule mwanamke wa Sarepta. Unaelewa namna gani? Ukielewa Biblia, ukiipitia Biblia kipande kwa kipande, sehemu kwa sehemu, utapata kuona kwamba ninapaswa kunyenyekea na kutetemeka sana mbele za Mungu. Ninapaswa kunyenyekea na kushuka sana mbele za Mungu, ambapo utakapo soma neno la Mungu ndilo litakujengea utii, litakufanya umwogope Mungu, litakufanya umhofu Mungu, litakufanya umche Mungu, litakufanya umpende Mungu. Ukiangalia miujiza ya Yesu, ukiangalia miujiza ya Mungu kupitia Musa, ukiangalia miujiza ya watumishi na manabii wa kale, ukiangalia miujiza ya kina Elia, kina Elisha, wakigeuka tu wakiangalia watu wanakimbizwa na dubu, wanalauliwa na dubu hawaeleweki wametokea wapi. Kitu kama hicho kinakujengea hofu. Lazima nimuogope huyu Mungu, lazima umuhofu Mungu. Ukiisoma Biblia na kuielewa, hautoleta mchezo na kuitii sheria ya Kristo. Sheria ya Kristo ndiyo neno lenyewe, sheria ya Kristo ndiyo Mungu mwenyewe. Hiyo ni katika eneo la 3. Ni katika eneo la 3. Yes. Ukilisoma neno la Mungu, automatic utajengwa katika utii, utajengewa hofu na kumcha yeye. Lakini katika hoja namba 3 na pointi namba 3, nawezaje kuwa na utii, mtumishi wa Mungu? Unaweza kuwa na utii, au unaweza ukajitiisha na kujilazimisha kuwa na utii kwa kujijengea maisha ya unyenyekevu. Jenga maisha ya unyenyekevu. Watu wenye viburi ni wagumu kutii, lakini wanyenyekevu wanapokea maelekezo, wanapokea instruction. Yes boss, unahitaji nikufanyie nini? Yes kiongozi, unahitaji nini? Yes Mungu Baba umeniita. Yes Samuel tunamsikiliza, anaitwa mara 3 na Mungu. Hadi mtumishi wa Mungu akamwambia utakapoitwa, kwani Eli akamwambia utakapoitwa saizi sema yes Mungu, asante, ndio Baba nakusikia, niambie. Yaani kuna namna ukishajengwa kuwa na maisha nyenyekevu, utakapoitwa utaitika kwa unyenyekevu. Utakapoitwa utafundishwa maisha fulani ambayo yatakuelewesha kwamba wewe ni mkamilifu pia.
Katika hilo tumepaswa kunyenyekea sana ili tujijenge utiifu. Kujitiisha kunaanzia kujijengea unyenyekevu. Kujitiisha kunaanzia kujijengea unyenyekevu. Nitajijengea unyenyekevu mimi mwenyewe, ndipo nitakapopewa oda kutoka mbinguni nitaikamilisha. Kwa sababu gani? Nimejitiisha katika mkono wa Mungu. Lakini katika pointi namba mwisho kwa ukubwa na kwa udogo zaidi ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu katika hali ya nafsi, lakini katika hili tumepaswa pia kumpokea Roho Mtakatifu. Hatuwezi tukaongozwa naye tusipokuwa naye. Hatuwezi tukaongozwa naye tusipokuwa naye. Biblia inasema kuhusu nyenyekevu na kurudisha. Biblia inasema katika Yakobo 4:6, Mungu huwapa wenye kiburi, huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Ni kuhusu nyenyekevu. Lakini kuhusu Roho Mtakatifu, soma katika Wagalatia sura ya 5:16, enendeni kwa Roho, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Utii ni moja ya tamaa za mwili. Kukosa utii ni moja ya tamaa za mwili, kwa sababu mtu anayekosa utii ana yake ambayo anataka ayatimilize kwa wakati huo. Automatic mtu aliyekosa utii ana mambo ambayo anahitaji ayatimilize kwa muda ambao amekabidhiwa, au ana ratiba nyingine. Ndio maana niliwaambia katika kutii, namba 1 ni kusikia, namba 2 ni kusikiliza, namba 3 ni kuzingatia, namba 4 ni kuelewa, namba 5 ni kujitiisha. Utakaposikiliza, utakapozingatia, utakapoelewa, utakapojitiisha, utakuwa umeshatii. Lakini kujitiisha ni hatua ngumu kwa wengi. Kujitiisha ni hatua ngumu sana kwa wengi. Kwa sababu gani? Utakapojitisha, kuna mambo yatahitajika yasimame na kuna mambo yatahitajika yakwame, kwa sababu umeyapa kipaumbele baadhi ya mambo na kujitisha katika hayo. Utakapojitisha, kuna mambo yatakosa kibali tena, lakini wewe utayapa kipaumbele yale ambayo unapaswa kuyatii. Mungu atupe unyenyekevu, lakini Mungu atupe kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa maana tukiongozwa na Roho Mtakatifu hatutazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ulikuwa nami mwalimu Mendamenda Meshaki Adili. Nikutakia wasaa mwema. Kama ni mara ya kwanza unafuatilia chaneli hii, share video hii kwa ndugu jamaa na rafiki wapate kuzijua habari hizi njema kuhusu utii. Tukiwa tunahitimisha somo letu la leo, kama kuna swali lolote tutakutana katika upande wa comment section. Utacomment kama kuna swali lolote juu ya utii, au kama kuna jambo lolote unataka tuongee zaidi, unaweza kutafuta pia kwa mawasiliano ya 0752 29 17 53. Nikutakia wasaa mwema na Mungu akubariki sana. Asante.